Ukiona pressure iko ni yani ukiona jamu wagira hapo dekete kazi ana ndio ni na kole ndio akili roli ile yako non ama kile kitu mali kisaidia tu kwetu sana tumage na rudi Gire. No, va. Tumejua masaa ya asubuhi, saa 2:30 ndio mimi napika. Saa 3 ikifika hivi kutoka hapa akaenda gapatia mchichana ile iko hapa, kamwambia aenda uite hiyo kijana umpatie chakula ya kumuita kumpatia, akasema rudisha, mimi nakuita. Akarudisha kwa nyumba. Kurudisha kwa nyumba, kutoka kwa nyumba kukuja hapo, akamwambia maji inakuwa inachamuka. Akamwambia rudi, tutaenda turudi. Saa hiyo kutoka saa hiyo hapana, rudi papo. Kumekuwa na cases mingi, kama unajua hii ni kama kitu ni kama inheritance. Unasikiaga mtu mmoja venye alifanywa lazima na yeye ajilipishie kisasi, unaona. Sasa ni mambo kama hayo imekuwa ikiendelea, na ndio tunajaribu kukomesha at least iishe huku Biblia. Kwa kauli, kwanza kabisa nipatiane rabirabi zangu kwa familia ambayo imempoteza mtoto, kwa sababu hili sio jambo la kawaida. Wewe ukiwa mzazi umempeleka mtoto wako aende akatahiri, na alafu ukampatia mtu awe akimwangalia, lakini huyo caregiver sasa anakuwa badala ya kuwa ni yeye anamsaidia mtoto, anakuwa sasa ndiye anamletea uchungu, na ikafikia hata mauaji kama ambayo tumeyapata katika sehemu hii. Mimi naomba ndatoa kauli na naomba wazazi, yale mambo ya zamani ambayo tulikuwa tunayafuata, naomba tuyarekebishe. Tujue ya kwamba huyo mtoto ni patient kama yule mwingine ambayo unaweza kuwa naye kwa nyumba. Kwa hivyo wakati ako pale anahudumiwa, fanya hima na uchukue hatua ya kuingia kwa hiyo nyumba, uangalie mtoto na uone jinsi ambavyo anahudumiwa. Kwa sababu huwezi sema ati sitaingia, ati hiyo sio mila yetu kuingia kwa mtoto ambaye ametahiri. Ingia huko na uone jinsi gani ambavyo anavyohudumiwa. Na ukipata yeye mwenyewe anakuwa harassed, ukipata anakuwa tortured, hao vijana wote wafurushe na wafukuze kutoka kwa hiyo nyumba, na uhakikishe ya kwamba wewe mwenyewe umechukua jukumu ya kuangalia huyo mtoto, ama ulete mtu ambaye unajua anaweza kumwangalia bila kumtesa. Ombi lenu kwa maafisa wa polisi ni ipi? Ombi langu kwa maafisa wa polisi ni kwamba wajue lazima tuchukue hatua ya kuhakikisha ya kwamba sheria inafuatwa.
sheria ya Kenya inakataza ile ukatili ambao inafanyiwa hawa watoto. Wanaumizwa wakiwa wameenda kutairi, na ili hali sio jambo limefanyika mahali pamoja. Tumeona ni jambo limefanyika katika jamii tofauti katika Kenya na hasa hapa kwetu. Kwa hivyo ningeomba wachukue hatua, wafanye uchunguzi wa haraka. Ndio wale vijana ambao wamehusika na wengine wao wanajulikana wachukuliwe hatua za kisheria, ndio uwe funzo kwa wengine na izuie mambo kama haya kuendelea. Kama mimi ombi langu, ninaomba washikwe na wachukuliwe hatua kali, ndio wasiwaifanya ama warudie hiyo kitendo tena. Maisha yao wakue, mtu akikumbuka hivyo, hata akiregret, hata itenda kitendo kama hicho, hata akienda ndani atoke, hata itenda kitendo kama hicho, hata ifanya hivyo tena. Lakini mimi kama mimi ninataka wachukuliwe hatua kali kabisa. Ndio mtu hata wao wako huku nje, juu ni wengi, sio yeye peke yake. Juu si tunasikia kesi nyingine. Wasiwairudia hivyo tena. Hata wao wakiona waogope, wasitendee watoto wa mwingine hivyo. Kijana anaitwa Victor Kimani. Ako na miaka 16, anaelekea 17. Unajua kitu ya kwanza, vijana wa huku kwetu wametairia karibu wote huku. Kwa hivyo hatujaiona kitu kama hiyo imetokea. Kwa hivyo hata sikuwa na hofu. Sikuwa na hofu ati akikuja huku ama wasiwasi. Juu wote wanakujaga wanatokea vizuri, tunawatoa vizuri na kunaendelea vizuri.